Ujambo na karibu tena mpendwa wasikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbo katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite, Muumba pekee wa kweli. Naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo mnaona hewani, mada ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulasa ameshaitoa kwetu kama kawaida, nami pia naweza kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Kama jinsi unavyoweza kuona, tema yetu inahusu uzao wa Kaini. Uzao wa Kaini kwa nini? Kwa sababu mnajua historia ya huyu mhusika ambaye wataita kwa jina la Kaini limezua kabisa zana nyingi sana za mafundisho ambayo ni ya uongo, kwa sababu ndani ya Biblia za kisasa hakuna uhalisia kabisa wa kile ambacho kimeandikwa ndani. Naposema hivi ni kwa sababu ya kitu gani? Maana mnapoangalia maisha ya huyu ambaye wataita Kaini, mtamwona kwamba ni mtu ambaye hana mwelekeo, ni kama vile hana mbele wala nyuma, yani hajui ni wapi anapoelekea. Maana ndani ya Biblia za kisasa ataambiwa kwamba yeye atakuwa mtu wa kutangatanga, na ni jambo ambalo walio wengi walimchukulia huyu mwanaume kwamba yeye ni mwanaume ambaye yani hana umuhimu kabisa katika historia. Lakini hapa tunazungumzia mwanaume ambaye alikuwa yani mwanaume wa kwanza kuzaliwa katika hali inayoonekana katika dunia hii. Huyu ndio tunazungumzia, na tunajua sote baba yake aliitwa nani, na tunajua mama yake aliitwa nani, lakini historia yake gisi ilivyochukuliwa, yani ikashushwa chini thamani, kumwona kwamba huyu yani muuaji kabisa. Ndio maana mnapoandika ndani, aidha kwenye mitandao ya kijamii, aidha kwenye Google, aidha sehemu zingine zote ambazo mnaweza mkatafuta, mkipenda kujua, aidha muandike kwamba mtu wa kwanza kumwaga damu katika dunia hii ni nani, bila shaka muuaji kabisa wa kwanza ataitwa kwamba ni Kaini. Lakini mi nawaambia huu ni uongo mtupu. Kaini sio mtu wa kwanza ambaye alimwaga damu katika dunia hii, aidha kwenye udongo. Hapana, hapana kabisa. Kaini si mtu wa kwanza kuua kiumbe kilicho hai, hapana, bali wa kwanza kabisa kumwaga damu ya kiumbe alikuwa ni huyu ambaye wataita kwa jina la Abeli. Abeli ndio alikuwa wa kwanza kuua na kumwaga damu katika dunia hii. Lakini walio wengi hawatasema kwamba alichokifanya kwamba ni kitu ambacho ni kibaya, watasema kwamba ni kitu ambacho ni kizuri tu, kwa sababu ni Mungu aliyeomba sadaka, kwamba Kaini amtolee Mungu sadaka pamoja na Abeli amtolee Mungu sadaka. Na kwa hiyo ikiwa Abeli alichukua mwanakondoo akamchinja na kumpatia Mungu kama vile dhabihu, kwao hawaone tatizo lolote lile kama damu itamwagika. Kwao wanaona kwamba ni kiumbe, ni mnyama ambaye hana manufaa, na hivyo kwao hawachukulii zaidi sana kwamba mnyama wakati huo kwamba labda ana umuhimu. Kitu ambacho mnasahau ni hiki, ndugu zangu, ni kwamba msichukulie wanyama wa kipindi hicho sawa na wanyama wa kipindi hiki, kwa sababu wanyama wa hicho kipindi nao pia walikuwa wakizungumza kama sisi, na tunajua kwamba dunia katika wakati huu yote ilikuwa na lugha hii mmoja, usemi huu mmoja, lafudhi hii mmoja. Sasa ikiwa hata na ndege walikuwa wakizungumza na watu, wanyama walikuwa wakizungumza na watu, yaani ilikuwa ni familia tu, ili kupenda kuonyesha kwamba hata wakati ambapo huyu watakaita Abeli alipomchukua huyu mwanakondoo ili aende kumchinja, huyu mwanakondoo aliongea, kwa nini unafanya hivi? Mimi nimeambiwa hivi. Asema hapana, Mutatedi hawezi akaruhusu mambo kama hayo kufanyika. Kwa hiyo mnakuja kuona huruma ambayo ipo, maana sisi tunachukulia sisi watu kwamba ni sisi tu, yani mifugo, wanyama kama hawana maana yoyote ya kuishi. Na ndio maana hata mdudu anaweza kapita tu hapo, hakufanyi chochote aza nini, moja kwa moja mtu anaenda kuua, na wakati haikumfanya kitu chochote kile. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba historia ya huyu mwanaume ambaye wataita kwa jina la Kaini ilibadilishwa sana, na alafu inasikitisha zaidi sana kuona namna gani watu wanavyobadilisha historia, na sio watu, ni wanadamu ambao walikuja kubadilisha historia ya huyu mwanaume ambaye kwa jina lake halisi kabisa anaitwa kwa jina la Pongise. Pongise maana yake ni kurekebisha, Pongise ni kutengeneza, Pongise ni kujenga,
Kuna ndugu ambaye aliuliza kuhusiana na longa, mbona longa tena ni kama vile kurekebisha, ukarabati nini? Ni hiyo hiyo tu, hakuja kuwa utofauti, maana yao ni hiyo hiyo tu ambayo ni moja. Kwa hiyo kama gisi mnavyojua, utaratibu wetu ni kwamba katika mafundisho huwa tunazungumzia, tunaenda kwenye vipengele mbalimbali, na kitabu ambacho tutatumia kama kawaida sio kingine, ni Karatandimsi, kitabu cha maajabu, yaani kanuni iliyofunuliwa ya Bibel Karata Mbale, Biblia halisi, ambayo inapatikana kupitia tovuti ya leseditionszululasans.com. Kipengele cha kwanza tutaongelea kuhusiana na ono. Ono yani ni umoja, uwingi ndio tunasema maono. Hapa tunaongelea kuhusiana na ono. Ni nani atakayeona? Kwa sababu tutasoma katika kitabu cha Ebotedi, na anayeelezea kuhusiana historia ya Ebotedi si mwingine bali ni Mutu, ambaye ndani ya Biblia za kisasa watamuita kwa jina la nani? La Adamu. Lakini Adamu hajawahi kuwepo. Yes, Adamu hajawahi kuwepo, Eva hajawahi kuwepo, lakini ni wahusika kabisa halisi waliokuwepo ni Mutu na Muto. Sasa historia yao ndio waliichukua wakaibadilisha, alafu wakaunda mhusika anayeitwa Adamu na mwingine ambaye anaitwa Eva, aiza Hawa. Lakini hawa wahusika ambao ni Adamu na Eva hawajawahi hata wakati wowote ule kuwepo. Ni historia ya watu weusi, yaani mtu wa kwanza, mwanaume wa kwanza na mwanamke wa kwanza katika bara letu kipenzi ambalo ni Mwenyele. Kwa hiyo hilo ndio mnatakiwa kulielewa. Sasa ni yeye ambaye atatueleza hapa kwa nini ataona hili ono ambalo ataliona. Maana kabla ya kuongelea mtu ambaye tutaenda kumgusia kuhusiana na Pongise kwa jina halisi kabisa alivyoitwa, tofauti na hilo ambao utamuita kwa jina la Kaini, ni vizuri zaidi sana kujua chimbuko ya kila kitu. Ingawa tunajua kwamba baba yake ni Mutu na mama yake ni Muto, lakini tujue, kwa sababu hapa tutaongelea kitu gani? Uzao wa Kaini, yani uzao wa Pongise. Hiki ndio kitu ambacho tutaenda kuongelea, na ili kwamba apate kuzaa lazima awe na mwanamke. Na hapa tena kuna kuja tena matatizo. Matatizo yako namna gani? Kwa sababu swali ambazo zipo sasa, huyo mke wa Kaini alitoka wapi? Hiyo mada tayari tumeshaiongelea, ipo, lakini ni mada ambayo inasumbua ulimwengu katika hali inaonekana, yaani watu wanashindwa kuelewa ni wapi ambapo huyu mwanamke alitokea. Maana wanajua kwamba ndani ya Biblia za kisasa kulikuwa Adamu na Eva, wakazaa Kaini na Abeli. Kaini ameua Abeli, kwa hiyo kumebaki watu watatu. Ikiwa kuna baki watu watatu, huyo Mungu akakasirika akamfukuza Kaini. Kaini akasema, Bwana, sasa wewe unanifukuza hapa, sasa yeyote ambaye ataniona huko anaweza akaniua. Basi ikiwa ni hivyo, nitakuweka alamu ili kwamba yeyote yule ambaye atakaye kuona asipate kukuua. Sasa swali ambalo tunajiuliza, huyu yeyote ndio nani tena? Kwa sababu tunajua kwamba walikuwa watu watatu ambao walikuwa wamebaki baada ya kifo cha Abeli. Sasa yeye anapoenda huko sasa anahofia kuuliwa na akina nani hasa? Kwa sababu hili ndio kitu ambacho lazima watu wapate kuelewa. Ndio maana dhana inakuja kwamba kulikuwepo tayari watu wengine. Hivyo ndivyo mafundisho ya uongo yatakuja, kwa sababu Biblia haielezi haya mambo. Maana walioandika wanajua kwa nini hawakuweka, kwa sababu ni historia ambazo walikuwa wakienda wakiibahiba. Sasa wanapenda kubadilisha ili kwamba historia ifanane na wao, lakini sio ya kwao, na hapa ndio kuna matatizo. Kwa hiyo moja kwa moja wataandika kwamba Kaini akakutana na mke wake, akachukua mke, akaanza kuzaa. Huyo mwanamke alitoka wapi? Hawawezi wakaeleza. Na alikuwa akihofia akina nani, kwamba wasipate kufanya nini, kumwangamiza huko, hawawezi wakawaeleza. Lakini yote hayo yamo humu, na neno likiruhusu tena tutafanya mafundisho ambayo yanaongelea hizi swala ambazo nimezitoa kwa wakati huu. Kwa hiyo ni vema zaidi sana tujue mke wake alitoka wapi, kwa sababu baadhi watasema kwamba no, mke wake alikuwa ni dada yake. Kwanza wengine wanasema kwamba mke wake alikuwa mama yake. Kuna wengine ambao wanasema kwamba mke wa Kaini alikuwa mama yake, yani Eva ndio alikuwa mama yake, yani alikuwa mke wake, tuseme ndiye aliyezaa naye, kwa sababu wao wanapiga hesabu, wanakuja kuona kwamba hapakuwa mwanamke mwingine, kwa hiyo atakuwa amelala na mama yake. Haya ni mafundisho, na wengine wanaamini hivi. Wengine wataamini kwamba alikuwa ni dada yake. Sasa huyu dada yake wa wapi? Watasema kwamba ambaye alizaliwa baada ya Seti, kwa sababu kulikuwa watoto wawili ambao walizaliwa kwanza, ambao ni Kaini na Abeli, halafu Seti. Na inaonekana kwamba Adamu na Eva walipata mabinti,
pia, kwa sababu kitabu cha Mwanzo sura yake ya 5 kuanzia mstari wa kwanza inasema hivi. Okay, sawa. Sasa wakisema kwamba huyo mke wake atakuwa ni mdogo yake, ni dada yake ya nani, ya aliyekuja baada ya nani, ya Seti, utakuwa ni uongo, kwa sababu kipindi ambapo Kaini alipofukuzwa akaondoka, yaani alipata huyo mke wake, Seti hajazaliwa. Sijui kama mnaelewa hili, Seti hajazaliwa. Sasa huyo mke wake alitoka wapi? Mtaenda kupata picha kidogo, kwa sababu tunaenda kuongelea kuhusiana uzao wa Kaini. Lazima mtajua mama yake alitoka mama wa hao watoto ambao uzao wa Kaini ulitoka wapi, ambao pongezi. Sasa haya ni mafundisho ambayo walio wengi wanayaongea sasa, lakini kuna wengine ambao wanasema kwamba Kaini, kwamba yeye ni mtoto wa Shetani, yaani yeye ni mtoto wa Ibilisi. Kwa hiyo msifanye kama nani? Kama Kaini, msitende kama Kaini, kwa sababu Kaini ni wa Ibilisi, Kaini ni wa Shetani. Sasa watu wanachukulia kusema kwamba ikiwa imeandikwa hivyo ndani ya Biblia kwamba nani, Kaini ni wa Shetani, Kaini ni wa Ibilisi, ina maana kwamba yeye ndiye aliyeenda kulala kutembea na Hawa za Eva, ili kwamba huyu Kaini apate kuzaliwa. Ndio maana watasema kwamba Kaini alikuwa mtoto wa nyoka, na huyo nyoka ndio watachukulia kwamba alikuwa ni Shetani, kwamba yeye ni Ibilisi. Kwa hiyo ikiwa kwelikweli Kaini alikuwa mtoto wa nyoka, basi mkubali kwamba huyu Kaini alikuwa nusu mwanadamu, nusu nyoka, hivyo alikuwa mseto. Ndugu zangu, wanaongea mambo ambayo wengine hawayajui jinsi yalivyo, na haya yote yanaongelewa hivyo kwa sababu Biblia haijaweka wazi, kwa sababu haijui, walioandika hawakuwa na ufunuo wowote kuhusiana hilo. Lakini wakati wanaposema kwamba nani, Kaini ni wa Shetani, ni wa Ibilisi, hiyo Biblia tena inasema namna gani? Atendaye dhambi ni wa Ibilisi pia, anayetenda dhambi ni wa Shetani. Yaani swali ambalo liko hapo, ikiwa wewe unatenda dhambi, wewe unatenda dhambi, ndiye ina maana kwamba unapotenda dhambi unaambiwa kwamba wewe ni wa Shetani. Ina maana kwamba Shetani alikuja kutembea na mama yako ili wewe upate kuzaliwa, ili uitwe kwamba wewe ni wa Shetani? Hapana. Lakini kulingana na matendo unayoyatenda ndiyo yanayokufanya wewe kuwa mtu wa Shetani, lakini sio kwamba umezaliwa aidha mzazi wako wa kike kwamba alienda kuzaa na Shetani. Hapana, sio hivyo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho walio wengi hawapenyi, hawaelewi, na sijui kwa nini wanapenda kufanya hivyo. Maana mnaposoma kitabu hicho cha Mwanzo sura yake ya 4 inasema wazi kwamba Adamu alilala na mke wake ambaye ni Eva, naye Eva akazaa mtoto ambaye wakamwita Kaini, naye Eva akasema kwamba nimepata mtoto kwa msaada wa Yehova Elohim El Shaddai, Mwenyezi Mungu, hapana msaada wa nyoka, haidha msaada wa Shetani. Kwa ndio maana najiuliza, mnasoma Biblia za wapi ili kusimamia katika hayo mnayoyaongea, ndugu zangu? Basi hayo ni mambo yao, sisi tunaingia katika ukweli uhalisia gisi ulivyo. Tunaenda katika kitabu cha Ebotedi sura yake ya 1 mstari wa 249, ambayo inasema hapa, kipengele cha kwanza ni ono, atakayeona ni mtu. Anasema mimi mtu niliona katika ono ambayo inajumuisha kupenya, kuna mabano, kuona kwa macho ya roho wa usanifu, kuhamasisha katika enzi ya mbali yule ambaye atakuwa mwanangu anayejulikana kwa jina la Pongise. Kwa hiyo mtu alikuwa tayari ameshapenya ono, ameshaliona vizuri, aliona kwelikweli ujio wa mwanaye, gisi mtoto wake atakavyozaliwa, ambaye ataitwa baadaye kwa jina la Pongise. Sasa kwa nini mnapoangalia katika maandishi haya imeandikwa mwana, na hiyo emu ni kubwa? Kwa sababu ndani ya kalata mbale aza kalata DMC tunaangalia zaidi sana maneno gisi yanavyoandikwa. Kwa hiyo wanapoandika hapa mwana anayejulikana kwa jina la Pongise, na hiyo emu inakuwa kubwa, ni kupenda kuonyesha kwamba huyu ni mtoto wa mtu katika uhalisia unaojulikana, lakini pia atakuwa mtoto wa mtu katika uhalisia usiojulikana, kwa sababu baadaye ni kwa sababu ni anguko tayari. Kwa hiyo hapa tayari moja kwa moja huyu ambaye wataita kwamba ni Pongise, Kaini swali ambalo watu watajiuliza, ikiwa alitenda kosa, aliua kaka yake na mambo mengine, swali ni kujiuliza, je, aliokolewa aidha anaungua jehanamu kama gisi mnavyosema kwamba anaungua jehanamu, moto wa jehanamu? Hawezi wakawambia kitu chochote. Kwa hiyo mtu
alikuwa tayari ameshapenya hayo maono, alikuwa tayari ameshamuona mtoto wake katika uhalisia huu namna atakavyotenda. Sasa aliona kwamba kuna roho wa usanifu ambaye atakuja kumwanzisha Pongise, kumwonyesha namna gani anaweza kujenga jiji lenye umbo la duara, kwa sababu Pongise alijenga jiji lenye umbo la duara. Hayo ni mambo ambayo yatakuja, lakini huo uvuvio ulitoka wapi? Alitambua hayo yote kujenga ni namna gani? Lakini hilo sio swali zaidi sana. Tunaenda kwenye kipengele cha pili, mke wa Pongise, yaani mke wa Kaini. Ndio hapo tunafika sasa kwenye swali, mke wa Kaini alikuwa nani? Kwa hiyo kila mmoja ataleta dhana yake, lakini sisi tunaenda kuambia alitoka wapi. Kitabu cha Ebotedi sura yake ya kwanza mstari wa 333 inasema, lakini kabla ya kujiondoa katika eneo la familia, huyu anayesema hapa ni baba yake, yaani ndi mtu mwenyewe anayeelezea kuhusiana na kile ambacho kilitendeka baada ya Pongise kumuua ndugu yake ambaye ni Mundiwe. Sasa atapewa adhabu na Mutatedi. Mutatedi atamwondoa katika eneo hilo ili kwamba atoke hapo. Sasa kuna mambo ambayo yatatendeka, lakini kabla ya kujiondoa katika eneo la familia, Pongise alihisi mvuto wa kingono na upendo kuelekea Ngodiba. Kuna mkato mmoja kati ya dada zake, kwa sababu ya kosa lake ambalo pia lilizaa mbindo. Mbindo maana yake ndani ya mabano, yaani kujamiana kati ya wanafamilia, tunafunga mabano, uliotambuliwa kuwa hivyo basi ukakataliwa na kuidhinishwa baada ya kizazi cha watoto watindi. Maana yake ni nini? Maana yake hapa wanawaambia kwamba kabla ya Pongise kufukuzwa kutoka katika familia yake, alikuwa anamtamani dada yake, mmoja kati ya dada zake, kwa sababu mnatakiwa kuelewa kwamba Pongise ambaye wataita Kaini alizaliwa na pacha wake, alikuwa na pacha ambaye ni mwanamke, na si kwamba labda gisi wanavyoonyesha labda Kaini na Abeli kwamba labda walizaliwa wote walikuwa mapacha. No, yaani aliyozaliwa wa kwanza alikuwa ni Pongise na pacha wake wa kike, na hafu baadaye sasa nayo pia Mundiwe akazaliwa naye pia na pacha wake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa awali, muelewe vizuri. Sasa ni huyo pacha wake ambaye anaitwa kwa jina la Ngodiba ndiye atakayekuwa mke wake baadaye. Sijui kama naelewa. Sasa wanatueleza hapa kwamba katika wakati huo hilo jambo lilikuwa linaruhusiwa, haikuwa chukizo kwamba mtu anatembea anahoa dada yake na wanazaha. Hapo awali katika kipindi cha akina Pongise hakikukataliwa, na kuna sababu za msingi kwa nini haikukataliwa, lakini hizo sababu siwezi nikazitoa hapa kwa sababu sio mafundisho, lakini mnapenda kuonyeshwa kwamba kwelikweli kwamba kipindi hicho kitendo cha kuzaa na dada yake sio kwamba labda ni chukizo, sio kwamba labda ni kitu ambacho akiwezi kuwezekana. Hiyo iliruhusiwa. Sasa kufikia kipindi sasa cha kizazi cha watoto watindi ambao wataita Yakobo, hapo ndipo sasa ikakatazwa, na kuna sababu kwa nini wakati huo, na hapo ndipo ikaitwa sasa, yani mtu anayefanya hivyo, Kifaransa wanasema incest, sijui Mkiingereza wanasema namna gani, yani kujamiana kati ya wanafamilia. Hiyo sasa ndio ikakatazwa sasa katika kipindi hicho sasa cha kina, yani uzao wa tindi ambao wataita Yakobo. Kwa hiyo tumeona kwamba tayari moja kwa moja kwamba mke wa Pongise alikuwa ni dada yake, yani dada yake pacha aliyezaliwa naye pamoja, ambaye anaitwa kwa jina la Ngodiba. Yes, Ngodiba, huyo ndiye aliyekuwa mke wake. Na ndio maana hata katika kitabu cha Levitiku ambao wataita Walawi 12:7 hilo jambo lilikatazwa. Sasa iliandikwa kwamba haitakiwi, mtu hatakiwi kulala na dada yake. Hiyo sheria ikaingia kwamba haitakiwi.
Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Ebutedi sura yake ya kwanza mstari wa 334 hadi 335, nasema Ngodiba binti yangu. Huyu anayeeleza ni Mutu ambaye alikuwa mwanamke mrembo sana, mweusi, asiye wa kawaida na wa ajabu. Alikuwa na unyeti kupita kiasi na mwenye hisia. Kwa hiyo hapa Mutu anachokifunua hapa, ndugu zangu, huu ni usemi kabisa wa uanzishwaji, ambao yule ambaye ameanzishwa ndiye anaweza akapenya haya maneno ambayo Mutu anayoyazungumza. Anasema kwamba binti yake, na anaendelea kusema, mara nyingi alijificha, kuna mabano, alijifungia, tunafunga mabano, nyuma ya uso, kuna mabano, ukuta wa kutokuwa na hisia na umbali kutoka kwa mionekano ya udanganyifu inayoweza kutokea. Maana yake ni nini? Maana yake, yani, hata shetani mlima Bombay, hata malaika walioanguka hapa, hatuwezi tukasema demoni kwa sababu zilikuwa bado hazijazaliwa, asingeliweza kumwona Ngodiba, asingeliweza kuona hao dada zake na Pongise na Mudiwe, kwa sababu yeye Ngodiba alijua namna gani mambo haya yalivyotendeka kati ya kaka yake pacha wake ambaye ni Pongise na Mudiwe, namna shetani mlima Bombay alivyofanya ili kuchukua mwonekano wa Mutatiti, ili kwamba apate kufanya nini? Apate kwenda kufanya nini? Aende kuwadanganya. Sasa kulingana na hilo jambo, yeye alikuwa akijificha, sio kwamba hakuwa anatembea, kwamba alikuwa ndani nyumbani, hapana. Yaani shetani mlima Bombay hawezi akasoma hata ndani mwake ili kutambua kitu gani ambacho alicho nacho. Hawezi kuona mlango wowote, na kweli hakuwa hata na mlango ambao ulikuwa wazi. Sasa ndio maana walipitia, yani shetani alipitia, alitembelea, akaona Pongise, akaona Mudiwe, akasema hawa naweza nikaweza, lakini dada zao hakuwahi hata kusubutu kujaribu hao dada zake. Ndio maana katika kitabu cha Ebutedi sura yake ya kwanza mstari wa 275 nasema, muda mrefu baadaye shetani mlima Bombay, roho mbaya, alijifanya kuwa Mutatedi baada ya kunakili na kuchukua mwonekano, kuna mabano, unyakuzi wa Mutatedi, kuna mkato. Shetani mlima Bombay, roho mbaya, alionekana kibinafsi kwa Pongise na pia kwa Mudiwe, aliwatongoza na kuwashawishi wamtolee dhabihu. Kwa hiyo ndani ya Biblia za kisasa watasema kwamba ni Mungu aliyemjia Kaini na Abeli akawaambia kwamba wamtolee sadaka, lakini katika ukweli ni kwamba yani ni shetani mlima Bombay aliyechukua mwonekano wa Mutatidi ambaye ni roho wa agizo kula vitu. Mutatidi ndiye roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Kwa hiyo shetani mlima Bombay atachukua mwonekano wa kudanganya, wa udanganyifu wa Mutatidi, alafu atawatokea kina Pongise na Mudiwe. Wao watakapomuona watafikiri kwamba ni Mutatidi tu, kumbe ni shetani mlima Bombay. Alafu atawashawishi ili kwamba wapate kumtolea sadaka. Sasa ndani ya Biblia za kisasa wamewaambia kwamba ni Mungu ndiye aliyekuja, Mungu akawaambia kwamba watoe sadaka. Sasa mnapoangalia historia hiyo ya sadaka, ndugu zangu, ninyi wenyewe mnaweza mkaona kwamba kuna mambo ambayo hayako sawa wanapoongelea kuhusiana na hiyo sadaka ambayo Kaini aliyotoa na Abeli aliyotoa. Abeli amechukua mwanakondoo akachinja, damu ikamwagika chini kwenye udongo, alafu Kaini akaleta mazao ya shamba, matunda, nini. Mungu hata kuangalia haangalii, akasamini kabisa sadaka ya nani? Ya nani? Ya Abeli. Alafu ndani ya Biblia sasa watawaambia hata wengine wote, waulize kwa nini Kaini alimuua Abeli. Alimuua Abeli kwa sababu alikuwa na wivu, kwa sababu alikuwa na wivu, maana sadaka yake haikukubaliwa, lakini sadaka ya mwenzake ikakubaliwa, kwa sababu alikuwa na sadaka iliyokuwa nono, kwa sababu aliweka, yani ilikuwa ni aliweka sijui nani, nyama zile ambazo zinanona ndio alizomkatia Mungu, Mwenyezi Mungu. Wakati alipounguza, harufu ikapanda ndani ya mapua ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akasikia harufu, akafurahi sana, akapendezwa na harufu ya mnyama ambaye Mungu mwenyewe aliumba. Mungu ambaye ndiye kiumbe, yani ndiye muumba wa viumbe vyote, amefurahia kusikia harufu ya kiumbe ambacho kimechinjwa, kimekufa, damu ikamwagika, kililia, kwa sababu hicho kiumbe kilikuwa kikiongea lugha moja na huyu Abeli. Akakiunguza pale, akakikatakata. Mungu akasikia harufu, akafurahi sana, akasema wow, nimefurahi. Na huyu ndio wanaita kwamba ni muumba,
Yaani hakuna tofauti na mama anayemzaa mtoto wake na kumla. Hivi sijui kama unaelewa hilo. Huu ni uchawi ambao umeandikwa ndani ya Biblia. Kwa hiyo ili kuonyesha kwamba huyu atakayeita Mungu kwamba ndiye muumba, huu ni uongo mtupu, sio muumba. Hicho ni kiumbe kwanza chenyewe ambacho kina roho mbaya sana, na chenyewe ni roho mbaya kwa sababu ni demon iliyo nyuma. Ndio maana nyote ambao mnaoabudu huyu mtakayeita Mungu yeyote yule katika dini zenu, mwelewe na mjue kwamba tangu leo ni demon ambazo mnaziabudu, mapepo ambayo mnaita mapepo, sisi tunaita demons ambayo mnaabudu. Walio wengi wataona kwamba hii historia ilikuwa tu iko sawa, iko bora. Waulize kwa nini huyu Mungu alikataa kabisa kabisa sadaka ya Kaini. Wengine watasema kwamba kwa sababu alileta matunda ambayo yameoza. Ulikuwepo? Uliyaona kwamba kweli yameoza? Imeandikwa ndani ya Biblia kwamba yalikuwa yameoza. Kwa hiyo msiwe washabiki, mtumie busara na mtumie akili, kwamba mulichezewa historia yenu, mulichezewa haya mambo yote ambayo wameleta, wameyabadilisha hapa na mzaa. Kwa hiyo ndugu zangu, sio muda tena wa kulala, ni muda sasa wa kwenda kutafakari, kuona kile ambacho kiko. Tunaendelea sisi. Alafu sasa, kwa hiyo dada zake na Pongise walijua hilo kwamba shetani Mulima Bobe aliwahi kuwafikia kupitia mwonekano wa udanganyifu ambao shetani aliuchukua wa Mutatedi, akawadanganya. Nyote mnajua mauaji yaliyotendeka hapo baadaye. Kaini akamua Abeli, lakini Abeli kwanza ndiye aliyeua kwanza mnyama ambaye hana tatizo lolote, na huyo mnyama aliitwa kwa jina la Kweledi. Haya yote yako ndani, hata jina la mnyama ambaye huyo mwana kondoo ambaye mnayeita Abeli aliua, jina lake ni Kweledi. Loba. Basi tunaendelea sasa. Kitabu cha Ebutedi sura yake ya kwanza sura ya 336 hadi 348 inasema, Ngodiba ndio huyo dada yake pacha ambaye atakuwa mke wake. Ngodiba wakati huo huo alitafuta amani na utulivu wa Pongise. Kwa nini alitafuta amani na utulivu wa Pongise? Alipenda kwamba Pongise awe na utulivu kwa sababu kuna mambo kadhaa yaliyotendeka. Kitu cha kwanza kuhusiana na kifo cha Kweledi ambaye ni mwanakondoo aliyeuawa na Mundiwe, lakini pia kitendo cha Pongise kwenda kumuua ndugu yake ambaye ni Mundiwe. Kwa hiyo hivyo vifo viwili vilimfanya kuwa na muda mgumu sana Pongise. Sasa msaada wake kabisa aliupata kwa dada yake ambaye ni mke wake baadaye, ambaye ataitwa kwa jina la Ngodiba. Ndio maana hapa anasema Ngodiba wakati huo huo alitafuta amani na utulivu wa Pongise baada ya vifo vya kusikitisha vya Kweledi mwanakondoo na Mudiwe. Hii ilikuwa na athari ya manufaa kwa Pongise baadaye, kwani ilimruhusu kufikiri, kutafakari na mara kwa mara kujihusisha katika kujichunguza, kuna mabano, kujikosoa, kutazama ndani, kuchunguza na kukuza zaidi. Ngodiba pia alitambuliwa kama mwanamke kando, kuna mabano, yani kujitolea. Utu wake wa ajabu ulionekana haswa katika umri wa kutokuwa na hatia na mara nyingi pamoja na upataji wa hekima. Hicho kilikuwa kipengele cha pili, kuonyesha mke wa Pongise alikuwa nani. Alikuwa dada pacha wake, ndiye aliyekuwa mke wake. Kipengele cha tatu, uzao wa Pongise, na ndio tema ambayo tunasema uzao wa Kaini. Maana tukiweka pale uzao wa Pongise, wengine watajiuliza ni nini tena hicho. Ndio maana tunaweka uzao wa Kaini, lakini ndipo tunaingia ndani sasa uzao wa Pongise ili kujua huyo anayeita Kaini ndiye Pongise. Tunaendelea kusoma katika kitabu hicho cha Ebutedi sura ya kwanza mstari wa 338 hadi kushuka. Pongise alijiunganisha kiibada. Namna gani? Kuna mabano, kuwekwa wakfu, sherehe, utakaso, tunafunga mabano na Ngodiba. Kisha akajamiana naye baada ya kuwa mke wake. Kwa hiyo hapo ndipo wanawaonyesha namna gani. Hapo sasa ndipo wakawa mke na mme, aza mme na mke, na hapo wakalala wakatembea. Sasa katika vipindi hivi kuna mabano mida, Pongise aliendelea kuwa na mahusiano ya ndoa, kuna mabano ya ngono, na mke wake Ngodiba. Alipata mimba ya mapacha na akajifungua mvulana mzuri mweusi, kuna mabano aina ya 4 ya damu, tunafunga mabano, na msichana mrembo, kuna mabano aina ya 4 ya damu, tunafunga mabano, chini ya uangalizi wa roho inayosimamia uzazi
na roho inayosimamia utangulizi katika hali inayoonekana. Mvulana huyu mzuri mweusi alipewa jina la Dubise, kuna mabano, maana yake aliyeanzishwa, ndio maana ya jina Dubise. Jina hili lilipewa na mimi Moto, yaani ni Moto mwenyewe ambaye alitoa hilo jina kwa mjukuu wake ambaye ni Dubise. Na huyu Dubise sio huyu Dubise aliyenyakuliwa, hapana, bali ni Dubise, mtoto wa kwanza wa nani? Wa Pongise. Na chini ya usimamizi wangu, Muto alimpa jina la Okwele, yaani kuna mabano kuelimisha, kwa sababu alizaa mapacha, mwanaume na msichana. Mwanaume akaitwa Dubise, Muto akampa jina la Dubise, lakini msichana Muto ambaye ni mke wa Muto ambaye ni mama yetu sote, akahita huyo binti pacha wa Dubise kwa jina la Okwele, na Okwele maana yake ni kuelimisha kwa binti pacha wa Dubise, kwa maana Muto Mbela na mimi mwenyewe mara nyingi tulitembelea Pongise na Ngodiba, na baada ya siku 8 zinazojulikana katika hali inayoonekana, mimi Moto pia nilitahiri ngozi ya govi lake. Kwa hiyo Moto ndiye aliyetahiri huyo mtoto wa Pongise ambaye ataitwa kwa jina la Dubise. Pongise alianzisha mwanaye na binti yake katika siri ya nguvu ya ulimwengu na sayansi ya kiroho. Hicho kilikuwa ni kipengele cha 3. Basi kipengele cha 4 kinahusu roho wa usanifu na jiji lenye umbo la duara. Chini ya uvuvio wa roho wa usanifu, Pongise kwa msaada wa roho wa nguvu alianza kujenga na familia yake. Kuna mabano, mimi Moto nilikuwa pale, tunafunga mabano. Maana yake ni nini? Yaani jiji ambalo Pongise alilolijenga sio kwamba alijenga peke yake. Ikawezekana mtu mmoja ajenge jiji mzima, hapana, hilo haliwezekani. Kwa hiyo alisaidiwa kweli. Tunaona kwamba kuna roho za agizo, kuna vitu ambazo zitampatia nguvu, kuna roho mwingine ambao wa usanifu ambaye atamuonyesha namna gani ya kujenga. Sio kwamba atakuja naye pia atajenga, hapana, lakini atamvuvia ili kumuonyesha namna gani ya kufanya na kuwa na nguvu. Lakini pia kulikuwa familia iko pale, yaani hapa Mutu ambaye ni baba yake pia alisaidia Pongise katika ujenzi huo wa jiji hilo ambalo lina umbo la na duara. Mimi Mutu pia nilikuwa pale. Mji mkubwa wa duara sawa na globu ya dunia, inayoendeshwa na teknolojia ya juu sana, inayoendeshwa na umeme, kuna mabano, kwa maana viumbe vya umeme vilizihirishwa kabla ya mtu katika hali inayoonekana, tunafunga mabano, inayoendelea sana, ambayo hakuna mtu anayeweza kuizalisha katika nyakati zote zijazo. Maana yake teknolojia ambayo ilikuwa katika kipindi hili cha Pongise, hakuna mtu katika dunia hii ambaye anaweza kuizalisha hiyo teknolojia. Haiwezekani katika nyakati zote ambazo zitakuja, ili kuonyesha kwamba huyu mwanaume huyu ambaye wataita kwa jina la Kaini alikuwa mtu ambaye ameendelea sana, iwe kiroho, alikuwa na maarifa ya hali ya juu, kwa sababu alipata uanzishwaji kutoka roho za gizo, kula vitu ndio walimwanzisha. Lakini pia Moto, mtu wa kwanza kuumbwa ambaye ni baba yake, alimwanzisha pia. Sasa inakuwa namna gani ndani ya Biblia za kisasa? Watawaambia kwamba wakati alipofukuzwa huyo Kaini, kwamba Mungu alisema utakuwa mtu wa kutangatanga katika, yaani maishani mwako Moto utakuwa mtu wa kutangatanga. Na humo tena ndani ya Biblia za kisasa wanawaambia kwamba huyu Kaini alijenga mji, sio kijiji, sio nyumba, bali alijenga mji, ndugu zangu. Sasa inakuwa namna gani mtu ambaye amejenga mji mwenyewe lakini bado awe mtu wa kutangatanga, asiwe na makao kamili? Ili kweli kweli inaeleweka? Ujenge jiji kwa mfano la Nairobi, ujenge jiji la Dar es Salaam, ujenge jiji la Kinshasa, ujenge jiji sijui la Kampala, aiza Kigali, halafu waambiwe kwamba wewe utakuwa mtu wa kutangatanga, hautakuwa na makao kamili, utakuwa hauko sawa, huko kichaa, umepata na uenda wazimu, aiza namna gani? Hizi ni swali ambazo najiuliza ndani ya Biblia za kisasa. Wanaweka mambo, lakini mnaposoma mnaona kwamba hakuna ukweli ndani yake. Basi Pongise aliuita mji huo kwa jina la mwanaye Dubise, ambaye maana yake ni aliyeanzishwa. Baadaye Dubise mwana wa Pongise pia aliungana kiibada, yaani kuna mabano kuwekwa wakfu, sherehe, utakaso, tunafunga mabano na Okwele. Okwele ndio dada yake pacha,
na kisha akajamiana naye baada ya kuwa mke wake. Muda mfupi baadaye, Okwele pia alipata mimba ya mapacha weusi, kuna mabano, aina ya 5 ya damu. Baada ya kipindi hiki alipata mimba mara kadhaa na kuzaa wana na binti, kuna mabano, aina ya 6 ya damu. Mwana wa kwanza wa Dubise, kuna mabano, mwana wa Pongise, na Okwele alikuwa Pelepele, ambayo utaita ndani ya vizazi vya kisasa Iradi. Pelepele alitahiriwa baada ya siku 8 na Pongise. Pelepele na dada yake pacha walimzaa Bwema, yani ambao wataita Mewaheli na dada zake. Bwema, kuna mabano, alitahiriwa baada ya siku 8 na Dubise mwana wa Pongise, na mmoja wa dada zake akamzaa Mutu. Mutu ambaye wataita kwa jina la Metusela na dada zake. Mutu alitahiriwa baada ya siku 8 na Pongise, na Mutu na mmoja wa dada zake akazaa Mawala. Mawala ambayo wataita kwa jina la Mitala, yaani maana yake ni Mitala. Mitala ndio Mawala, ndio ambayo wataita ndani ya vizazi vya kisasa kwa jina la Lameki, yaani mwanaume wa kwanza kabisa katika hali inayoonekana kuwa na mitala ni Lameki. Na kaka yake mdogo anayejulikana kwa jina la Dibokimene. Kila mmoja alitahiriwa, kuna mabano, kulingana na mpangilio wao wa kuzaliwa baada ya siku 8 na Pongise. Wakati huo wale wote katika hali inayoonekana ambao walikuwa na umri wa miaka 300 bado walihifadhi mwonekano wa kijana, wa kiume au wa kike. Yaani katika kipindi hicho, hata kama una umri wa miaka 300, yaani ungali bado kijana kabisa, bado ungali msichana kabisa, ambaye bado maisha yangali ya kutosha. Lakini wakati huu ukiwa na 60, hata 60 na ngapi, 70, umeshakuwa mzee, unaanza kutembea, nipatie kiti mambo kama haya. Kwa hiyo muda ulibadilika. Huo ndio uzao wa Pongise, kwa sababu walio wengi wanafikiri kwamba uzao wa Kaini sijui walikuwa sijui wote waliangamizwa. Watasema kwamba waliangamizwa katika kipindi cha gharika, ndio maana watu 8 ndio waliokolewa tu, lakini uzao wote wa Pongise ule. Nawaambia hata muda huu ambao tunaongea, uzao wa Pongise upo katika dunia hii. Luba anaendelea kujitukuza.